Yes, Lord. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna namna Roho Mtakatifu anasema kuna upendo wake utaachiwa ndani yetu. Tutakaa katika uwepo wake katika kiwango ambacho hatujawahi kukaa, katika namna ambavyo hatujawahi kufahamu, tutamfahamu na kukaa naye. Ule uwepo wake, Yesu asifiwe, utatamani katika hali hiyo, utatamani utakuwa kama uko mbinguni lakini uko duniani. Yana fulani uwepo wake na ufunguo utakuachiwa ndani ya maisha yetu. Tutamjua yeye katika viwango ambavyo hatujawahi kumjua, atakapojifunua kwetu. Andaa moyo wako, andaa moyo wako. Tutakuwa katika somo la Roho Mtakatifu na tutakuwa katika mwendelezo tukijifunza juu ya kipengele kinachohusu Roho Mtakatifu anatuombea. Kumbuka kazi za Roho Mtakatifu katika Agano Jipya tulipitia tukasoma katika ile Roma sura ya 8 mstari wa 27 na hapo tutatembea nao mstari. Bwana Yesu asifiwe. Tusome katika hiyo Wafilipi 4 sura ya 6 na sura ya 4, Wafilipi 4 sura ya 6 mpaka ule mstari wa sura ya 4 mstari wa 7 mpaka ule wa 7. Tusome maandiko nasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linatuambia kwamba na amani ya Mungu ipitayo akili zetu, akili zote itawahifadhi. Inatupa hakikisho ya kwamba tunapoenda kwenye maombi, Roho Mtakatifu anabadilisha ile maombi ambayo yanaenda kwa namna ya mahitaji na anageuza yanakuwa katika hali ambayo ya ushirika naye. Inakuwa tena sio jambo tena la kwenda kumwomba kitu, bali unakwenda kwa Mungu kwa sababu unataka kama ushirika naye. Kwa maana hiyo kwamba ukiwa na kitu utakwenda mbele za Mungu, hata ukiwa huna bali utakwenda mbele za Mungu. Na ndio maana sasa katika hiyo Filipi 4:6-7 anasema amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu. Amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu.
Kwa hiyo sasa, ile amani ambayo inapita akili zetu zote, wala tusikusumbue kwa jambo lolote. Tusiende na Mungu kwa sababu ya kitu fulani ya kusumbua, bali tuende kwa Mungu kwa sababu tunahitaji ushirika na kuwa na ukaribu naye. Hilo ni jambo la muhimu mno, na yeye atayafanya mambo mengine. Ndio maana Bwana Yesu alikuwa anamwambia wanafunzi wake, hata watoa mfano ya kwamba kwa nini kujisumbukia, kesho utajisumbukia wenyewe. Je, mavazi ni zaidi ya hata uhusiano kati ya maisha na mavazi, malazi pamoja na mavazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maisha yana muhimu zaidi kuliko mavazi. Kwa hiyo wale ni muhimu, lakini akasema kwa nini kujisumbue katika hayo? Kama huwezi hata kuzihesabu nywele zilizo katika kichwa chako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana katika hii Wafilipi 4:6-7 anasema na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu. Kwa hiyo amani ya Mungu ambayo inapita akili za kibinadamu, inapita faraja ya kibinadamu, inapita amani ya kibinadamu, hiyo ndio itakayotuhifadhi sisi. Ukilijua hilo, utatamani kwenda mbele za Mungu, si kwa sababu unataka kwenda kumuomba kitu, si kwa sababu kuna jambo ambalo unataka, ila kwa sababu imekuwa ni kawaida ushirika nao. Leo shirika pamoja na Mungu, ile amani ipitayo akili inapita hali ya kawaida, na wewe unakwenda kwa Mungu, si kwa sababu unahitaji kitu. Hasa hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu kwa ajili ya kujua, kwa kumjua yeye, na yeye ndiye anaachilia ile kiwango cha amani ambacho kitaachilia furaha, amani itayopita akili zote. Niulize, kwa nini Musa alipokuwa amekwenda siku 40 kwanza huko katika Mlima Sinai, amekaa pamoja na Baba usiku na mchana, akawa na ile fellowship? Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatamani sana tuwe na fellowship naye, tutende mbele zake kwa sababu tunahitaji